Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo. Hujambo, karibu katika uchanganuzi ili nikueleze yale ambayo yanaendelea haswa katika taifa letu la Kenya, kisha baadaye nitakuwa na yapitia na kuchanganua kwa undani. Ikiwa kuna siku ambayo haitasaulika kwa wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere kutoka eneo la magharibi mwa Kenya, ni siku ya leo tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2025. Kwa nini? Kile ambacho walishuhudia ni jambo ambalo ni ngumu kwa wanafunzi katika taifa letu la Kenya, kwa sababu waliamuka asubuhi na mapema ili kuenda na kushiriki katika mashindano ya kitaifa kwa michezo ile ya kuigiza na kuigiza tamthilia yao ambayo inaaminika ama almaarufu Echoes of War katika kaunti ya Nakuru. Lakini hawakushiriki, ila tu wakaimba wimbo wa taifa na kuondoka kwa ukumbi ambapo walikuwa wanaperform. Kisha baadaye nyimbo zikatanda hapa na pale za kusema ya kwamba Ruto must go. Niko na kanda ambazo naenda kuzitumia, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Lakini kabla nianze kuziweka hewani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Mzidi kubarikiwa. Niko na ombi moja tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa, ikiwa unatazama hii kanda, naomba tu kaweze kutukabidhi like, utupe like katika kanda hii, na ikiwa hauja subscribe, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Tunakariweka kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwa Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Asante sana, karibu ili tusonge mbele pamoja. Wasichana ama wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere walikuwa washiriki katika mashindano ya kitaifa kwa mchezo wa kuigiza ili kuperform katika ukumbi kule Nakuru, lakini shughuli zote zilisimama ghafla. Waliingia kwa stage ili kushiriki tamthilia yao Echoes of War, lakini wakaimba wimbo wa taifa na kuondoka. Nikupitishe tu wimbo ama tamthilia ile ambayo wangeigiza. Ilikuwa inazungumzia mambo ya social justice, yani kwa Kiswahili tunasema ni ustawi wa jamii, governance, yani utawala, na challenges faced by the so-called Gen Z, yani changamoto zile ambazo vijana hupitia. Lakini sasa wakaingia mule ndani, wakaimba wimbo wa taifa na kuondoka. Walipoondoka kwa ukumbi, wakaanza kuimba Ruto must go, na Wakenya wengine wakajiunga nao. No Butere, no drama. Tusikize. Nyimbo ziliweza kutanda za kusema ya kwamba Ruto must go, no Butere, no drama. Lakini katika tamthilia ile yao ni kuonyesha kidogo vile inazungumzia. Tusikize. Ikuje pale Kotulo, ikuje Tarbat, ikuje pale Kotulo, ikuje Tarbat, ipitie hapa Wajia, iende Samatar, iteremuke Modogash, ipitie hapa Wajia, iende Samatar, iteremke
seek. Now, I want to put this into perspective so that we can understand the context why Butele Girls decided to distance themselves from performing the drama. Sababu ni zipi ambazo zilichangia wanafunzi hawa kutoshiriki katika mashindano ya kitaifa haswa kwa mchezo wa kuigiza? Point number 1. Kiongozi wao hakuwa. Kiongozi wao ni aliyekuwa seneta katika kaunti ya Kakamega, Cleophas Malala, ambaye aliweza kutiwa mbaroni siku ya Jumatano jioni, na yeye ndiye aliweza, ama yeye ndiye mwandishi wa tamthilia hii. Hakuwa, kwa sababu yeye ndiye alikuwa anawaelekeza vile watakuwa wanashiriki. Sasa vile hakuwa, wanafunzi hawa wakasema liwe liwalo, liwalo na liwe, hawatashiriki katika mashindano hayo, ila tu wakaimba wimbo wa taifa na kuondoka kwa jukwaa. Number 2, sababu ni zipi ambazo ziliweza kuchangia wasichana hawa wa shule ya Butere kutoshiriki katika mashindano ya kitaifa? Kulikuwa na sabotage. Kivipi sasa? Katika ukumbi ule hakukuwa na public address, yani vyombo vile vya sauti. Watu hawakuruhusiwa kuingia katika ukumbi ule. Viti ziliweza kuonekana zikiwa kule, na wakasema hatuwezi kupresent tamthilia hiyo kwa sababu hawakuwa ama hakukuwa na watu, ila tu ni viti. Kisha baadaye hakukuwa na public address. Wakasema hii ni sabotage, wakaondoka. Kwa sababu wananchi waliweza kuzuiliwa, hawakuingia katika ukumbi ule, ndio maana wakajiondoa. Lakini baada ya nyimbo hizi kushika kasi, Ruto must go, inadaiwa maafisa wa polisi waliweza kutumia vitoa machozi kuwatawanya wananchi na wanafunzi. Ninaona ya kwamba kufikia sasa kuna madai kwamba kuna baadhi ya wanafunzi hawajulikani waliko. Tutaendelea kufuatilia na kuwafahamisha yale ambayo yanaendelea. Nauliza swali kabla nitamatishe. Je, unaunga mkono wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere kutoshiriki katika mashindano ya kitaifa kule Nakuru? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi huu kuhusiana na yale ambayo yalishuhudiwa siku ya leo katika kaunti ya Nakuru. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye, lakini ikiwa wewe ni mgeni ama hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, naomba tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa ukaweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe. Ukimaliza kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozigua katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokea notification kufahamisha kwa Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi zaidi, na usisahau kutupia like. Ladies and gentlemen, people, let's meet in the next video. Bye bye for now.